Karibu sana mpenzi mtazamaji, nashukuru sana kwa kuwa nasi. Leo tunazungumza kuhusu tatizo la jicho, mtoto wa jicho. Tutaangalia sababu zake, dalili zake, matibabu yake na nini cha kufanya, na ikiwezekana tutaangalia matarajio baada ya matibabu. Karibu nami, utakuwa nami Dr. Mniko. Mtoto wa jicho ambao inaitwa kitaalamu cataract ni ukungu kwenye lenzi ya jicho unaoathiri uwezo wa kuona. Inaweza kutokea kwa jicho moja au yote. Kwa watu wengi sababu ya kutokea na mtoto huu wa jicho haijulikani. Kwa watu wazima tatizo la mtoto wa jicho linaanza na kukua taratibu kadri umri unavyoongezeka. Linakuwa na kuongezeka polepole bila kusababisha maumivu yoyote. Uwezo wa jicho kuona unaendelea kupungua kadri siku zinavyopita. Baadhi ya watafiti wanadhani kuwa tatizo la mtoto wa jicho linatokea baada ya protini iliyo kwenye ile ndani ya lenzi inapokuwa imechoka na kuharibika baada ya matumizi ya muda mrefu, ndio inasababisha hiyo. Japokuwa mtoto wa jicho ni ugonjwa unaowapata zaidi wazee, zipo pia sababu nyingine zinazopendekezwa kwamba zinaweza zikawa zinasababishwa. Ugonjwa huu unaweza kuanza baada ya upasuaji wa jicho ambao ulifanyika kurekebisha tatizo jingine la jicho, kwa mfano pressure ya jicho, kwa hiyo au hii ambayo tunaita glaucoma. Kwa hiyo unaweza kupelekea tatizo jingine inaweza kutokea. Tatizo la mtoto wa jicho inaweza kutokea pia baada ya kuumia jicho, hata kama imepita miaka mingi sana. Wapo pia watoto wanaozaliwa na tatizo la mtoto wa jicho kwenye macho yote mawili. Unaweza pia kupata mtoto wa jicho baada ya kukutana na mionzi, ile rays umekutana nazo ambazo ni kali, ikasababisha mtoto wa jicho. Ukiona mtoto wa jicho tatizo linaendelea kuongezeka kadri siku zinavyokwenda, jicho linaanza kuona ukungu, unapoteza uwezo wa kuona rangi, unaona vitu viwili, unapata shida kuona usiku, unaona miduara ya mwangaza unapokuwa karibu na taa, au ukiangalia mwanga unaumia sana jicho. Kama wewe ni dereva, unaanza kupata shida kuendesha usiku, na baadaye unashindwa kabisa kuona vizuri mchana pia. Hatari ya kupata mtoto wa jicho inaongezeka kadri mtu anavyozeeka, lakini pia hatari ya kupata mtoto wa jicho inaongezeka kama una ugonjwa huu wa kisukari, unavuta sigara, unatumia pombe kupindukia, na unakaa kwa muda mrefu kwenye mwanga au jua. Ukifanya hivyo inaongeza uwezekano wa wewe kupata mtoto wa jicho. Ukishaona dalili, ukienda kwa daktari, utafanyia uchunguzi kwa kutumia kifaa cha kupima macho ambacho ni slit lamp, ili kutambua mtoto wa jicho. Kama daktari akiona kama kuna uhitaji, anaweza kufanya vipimo vingine pia ili kujiridhisha. Lakini ukishafanyia uchunguzi hivyo, utaenda kufanyia matibabu. Kwa habari ya matibabu, dalili za awali za mtoto wa jicho zinaweza kupunguzwa kwa kutumia au kwa kuvaa miwani. Unavaa miwani mchana ili kupunguza ule mwanga, lakini usiku unahakikisha mwanga ni wa kutosha, na unatumia pia lenzi za kukuzia vitu unapokuwa unasoma labda. Hiyo inaweza kukusaidia kwa muda, lakini baada ya muda hizo hatua zinakuwa zisaidia. Basi kama hizi hatua zisaidii, upasuaji ndio tiba pekee ya ufanisi. Upasuaji unafanyika ili kuiondoa lenzi iliyoharibika na kuweka lenzi bandia ambayo itakusaidia kuona vizuri. Kama mtoto wa jicho hakusumbui, upasuaji sio lazima. Lakini kwa watu wengine upasuaji unawasaidia kufanya kazi zao vizuri, ambazo wanakuwa wameshindwa kufanya. Walikuwa wanashindwa labda kuangalia TV, kuendesha gari, kusoma, lakini ukishafanyia upasuaji unarudi vizuri kabisa na unaendelea na maisha yako. Ukifanyia upasuaji wa jicho ili kubadilisha lenzi ya jicho iliyoharibika, uwezo wako wa kuona unaweza kurudi kwa 100% kabisa kama ilivyokuwa hapo mwanzo. Kwa hiyo fanya upasuaji, utarudi vizuri kabisa. Kazi yetu ni kuwaunganisha wagonjwa kutoka Tanzania kupata matibabu India, South Africa, Uturuki na USA kwa urahisi kabisa. Tutakuunganisha.